Naam, barabara kabisa, wako Binboni na kusebehi. Hujambo, karibu sana. Leo tunaangazia swala nzima kuhusiana na uoga kwa mapana na marefu. Ukitoka hapa ukimalizia hii somo, oh mama, utakuwa mjasiri kama simba. Ungana nami, karibu. Uoga ni nini? Uoga ni minyororo ya kiroho, hufunga uwezo wa mtu, alafu unasabaratisha imani, na ukishamaliza kufanya yale, unakimbia pale kwa lab, unachukua microscope, unafanya ile kitu, una magnify, shinda inakuwa jambo kubwa, shinda ndogo inakuwa mlima mkubwa. Huo ndio uoga. Na kulingana na Timotheo wa pili sura ya kwanza na mstari wa 7 inasema ya kwamba Mungu hakutupea roho ya uoga, bali alitupea roho wa nguvu, roho wa upendo, na tena roho wa mawazo yaliyotimamu. Uoga ni jizee fulani ambalo tabia yake moja ni kuexaggerate mambo, yaani kutia chumvi, unafanya vivuli viwe majitu. Uoga husabaratisha, yaani unahakikisha ya kwamba huna uwezo wa kusonga mbele. It paralyzes you. Na hivyo basi, kila wakati unapotaka kusonga kidogo au kufanya jambo, unasikia sauti ambayo uoga unajua kutumia sana. Nayo ni gani? What if? What if? Ukifikiria kuanzisha biashara, unasikia what if ikose kufaulu. Ukifikiria kuingia kwa kina ndoa, what if ikose kufanya kazi. Ukifikiria kutoa wimbo, unasikia what if uwe rejected. Ukifikiria kufanya kosi fulani, what if ulipe semester ya kwanza ya pili, alafu pesa ya kuendelea kulipa ikose. Kila wakati unapojaribu kufanya kitu, unasikia what if, what if, what if, what if. Na hivyo inakuwa imesabaratisha, imeparalyze uwezo wako wa kusonga mbele, uwezo wako wa kufanya chochote kile ambacho kidogo huna uhakika nacho. Mzizi wa uoga sana sana huanga ni mmoja tu, nao si mwingine bali ni dhambi. Yani, when you are in error, you will be in terror. Whenever you err, you terror. Hiyo ni kumaanisha wakati umefanya dhambi, wakati uko kwa makosa, huna budi kuwa mwoga. Na unajua nini? Mtu wa kwanza kuwa mwoga katika hii dunia, na mara ya kwanza alipokuwa mwoga, si mwingine ni Adamu. Wakati alifanya dhambi, aligundua yuuchi, na hapo hapo akaanza kujificha Mungu. Ukishaingiza uoga, unaanza kujificha. Unajificha majukumu, unajificha marafiki, unajificha wadeni wako, utajificha hata baraka yako. Lakini vile vile, kama tusemavyo Waswahili, ni kwamba dawa ya moto ni moto. Hivyo kumaanisha dawa ya uoga ni uoga? Bila shaka. Dawa ya kuogopa ni kuogopa. Kivipi? Najua wauliza. Dawa ya uoga ambayo inajulikana kufanya kazi vizuri sana ni kumwogopa Mungu.
Ukishamwogopa Mungu, uoga wa haya mambo mengine yote huwa unayeyuka. Ukimwogopa Mungu hutafanya dhambi, na hivyo hutakuwa na sababu ya kuogopa. Utakuwa umeung'oa ule mzizi wa uoga. Na unajua nini? Cha kushangaza mno ni kwamba mengi ya yale ambayo huwa tunayaogopa huwa hayatimii kamwe, huwa si mambo ya kweli. Na hii wakati mwingi huwa ni kama mtu mwenye amemwona simba kwa Facebook, kwa WhatsApp ama TikTok, alafu unaishi na unakaa kwa hofu kwa simba mwenye ako kwa Facebook. Hivyo ndivyo uoga hufanya kazi. 99% ya wakati ambao nilijihisi mwenye hofu nyingi moyoni na nikahisi jambo fulani limenitishia kweli, alafu nikawa conscious kidogo, nikawa aware, nikajiambia basi iko namna hiyo, liwe liwalo, sitaogopa. Nimeamua siogopi, kwani ndio nini na ninajijaza na nasema liko makaka liki. And before you know, huanga nashangaa ile jambo imeenda wapi na ni nini kilikuwa kinanitisha vile, na venye nilikuwa nimeingiza jeve. Na hii ni siri kubwa sana ambayo ningetaka kukuimbia pia. Wakati umehisi uko mwoga, kuna jambo inakutia maji kwa tumbo, kuna jambo ambalo halikuruhusu utulie, mwanangu, nyamaza na ujiulize, kwani ni nini tofauti kitafanyika nikiogopa? Nikikaa na ile hofu ndani ya roho yangu, ni nini itabadilika? Kama hakuna, kama ule uoga na ile hofu haitabadilisha chochote, basi jiambie tiko makalenge, yes, sitaogopa, liwe liwalo. Jijaze tu, na nakwambia baada ya masiku utaniandikia hapo, uniambie ni kweli hii inafanya kazi, kwani uoga ni roho, it's a spirit, huwa inasikia na huwa imetumwa na shaitani. Na hivyo shaitani akiona hata hujali, tigana nake, chana na yeye. Jaribu hiyo, utaniambia. Lazima ufanye uamuzi thabiti kwamba hutakuwa uziwa uoga ovyo ovyo kila mahali ukinunua. Hata kwanza nimesema kununua. Watu wengi wenye wanauoga hata hawana hela ya kununua ule uoga, wamekopa. Unakubali kukopeshwa uoga? Hapana. Enda ukope githeri ukule ushimbe, kama lazima ukope. Wachana kabisa na hiyo tabia mbaya ya kukopa uoga. Kila mtoto huzaliwa akiwa mjasiri ajabu, bila uoga wowote, lakini jinsi anavyokuwa anaanza kusoma kuwa mwoga. Mtoto mdogo anaweza mpapasa mbwa hata mapua, anaweza msugua vizuri nyoka, anaweza chukua wadudu, hata wengine wanawara. Wewe ukiogopa mende, ile katoto katachukua na kapeleke mdomoni. Watoto huwa hawaogopi hata moto, utaona kanapeleka mkono mpaka kwa moto. Watoto huwa hawaogopi hata uchi. Mtoto huwa hana uoga wowote akiwa mdogo, lakini wakati ataenda ajikokote kwa kitanda, aende kuanguka, umshautie utaanguka wewe, mtoto anaanza kujua hapo kuna hatari, utachomeka. Anaanza kujua kila wakati anaweka mkono, sauti inamwambia utachomeka, na ni kitu ya kustuliwa.
Hivyo mtoto anaanza kudevelop uoga wa yale mambo na zile vitu. Uoga humpenya mwanadamu kupitia mambo kadhaa, moja wake ikiwa imagination. Unaweza kuwa mwoga pia kupitia ignorance, na vile vile unaweza kuwa mwoga kupitia shaka. Kile chakula kizuri, chakula kitamu sana cha uoga ni shaka, doubt. Wacha kulisha hili jizee, achana naye akufe njaa. Yeah. Unamkumbuka Petro akiwa baharini aliposhuka kutoka kwa mashua? Bila shaka alianza kukanyanga vizuri sana kwa maji, lakini kidogo kidogo, sio maji ilibadilika ndio akaanza kusink. Petro alianza kuzama wakati shaka zilichukua ushukani, wakati alianza kusikia sauti ikimuuliza, what if uzame? Na ni hapo Petro akasema, by the way. Na ni hivyo akaanza kufanya nini? Uoga na imani ni watu wawili ambao hawawezi kaa kwa nyumba moja. Na sasa kuona tumemjua au tumelijua hili jizee linafahamika kama uoga, ni vipi tunaweza mshinda? How can we overcome fear? Jambo la kwanza muhimu ni ujue wewe ni nani na wewe ni wa nani. Whom are you and whose are you? Hilo litakusaidia sana, kwani ukishajua wewe ni wa nani, ukishajua wewe ni wa Mungu aliye ni mkuu mno, muumba wa mbingu na nchi, hutatishwa, utakuwa imara kabisa. Maandiko katika Isaia sura ya 41 mstari wa 10 inasema ya kwamba usiogope, kwani ni nawe. Na tena inasema nitakutia nguvu na vile vile nitakusaidia. Hivyo basi, iwapo unajua wewe ni wa nani, bila shaka hutaogopa, kwani mwenyewe wewe au mwenye anakumiliki anao uwezo wa kukutia nguvu na tena wa kukusaidia. Mtoto haogopi giza wakati ameshikwa mkono na baba yake. Anajua akiwa na baba ako salama. Mimi ni mshahidi, kwani siku moja nilifanikiwa kuwa katoto. Wakati ule nilipokuwa kijana mdogo, kwetu nakumbuka tulikuwa na ile nyumba kubwa, ndivyo kulivyo mpaka siku hizi, nyumba kubwa na jikoni. Na zile hatua za kutoka kwa nyumba kubwa hadi jikoni, hatua kama 5 hivi, kwa jameni, wakati ule nakumbuka vizuri, zilikuwa ni kama kuvuka Sahara Desert. Uoga, kuhema, mbio, usiliwe na chenye kiko nje, usiku giza tu ikiingia kidogo. Mzee, yani babangu, kawaida aliingia yale masaa ya saa 2, saa 3 hivi ya usiku, na wakati wote tuliposikia jingli 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 ya baiskeli yake ikija, tulikuwa tunahisi kuchangamka, tunahisi relieved. Ndio tulikuwa pale na mama yetu, na hata sisi tuko wengi, lakini mpaka wakati mzee ataingia ndio tutahisi kama tuko safe. Na akifika, kuna venye walikuwa wanakohoa, akikohoa tunajua basi ndio huyo wako nje. Sasa ningetoka nizunguke huko nje, niende mpaka na huko shambani, siogopi chochote.
ulinzi umefika, mzee ako area, siogopi mnyama, najua anaweza pambana na chochote kile, na mwizi, hata giza, majini. Nilikuwa nina imani naye kwamba akiwa tuko salama kabisa. Hivyo ninajua, I have first hand experience ya venye mtoto kijana huhisi wakati ameshikwa mkono na baba yake au wakati baba yake yu karibu. Na je, sisi kama watu ambao wanamtambua Mungu kama baba yao, muumba wa mbingu na nchi, tunafaa basi kumtumaini kiasi gani? Tunafaa kuwa na ujasiri kiasi gani? Najua huenda unakumbuka hii hadithi ya kijana mwenye alikuwa kwa ndege, na ndege ikapatana na mawingu na mawimbi, na ikawa na misukasuko mingi huko hewani, na kila mtu akahofia sana. Watu wakatetemeka, wengine wakapiga mayowe, wengine karibu wazirai. Lakini wakastaajabishwa na kijana mmoja ambaye alikuwa tu ameketi, amerelax, ametulia, yuala vitafunio vyake huku akicheza video game bila wasiwasi. Na ule msukasuko ulipoisha, wote walirudikana kwa yule kijana kumuuliza, je, iweje hivi kwamba wakati kila mtu yeyote ameshikilia roho, wewe waonekana mtulivu na huna wasiwasi wote? Kijana akasmile, akawaambia, mwajua nini? Dad is the pilot. What? Babangu ndiye rubani, ndio huku ana wasiwasi vipi? Kwani mimi namwaminia babangu, najua akiwa ndiye rubani wa hii ndege hakuna jambo mbaya linaweza nifanyikia. Babangu namwaminia Joe. Wote wakashangaa, imani iliyoje! Hivyo ndivyo tunafaa kuwa na baba yetu aliye mbinguni, aliye ni muumba wa mbingu na nchi. Anaweza kutulinda na kutuhifadhi kiasi gani? Hatuwezi sema tuna Mungu mkuu, Mungu mkubwa wa ajabu, alafu hata mbu akipita kwa masikio yetu bado tunatetemeka kama matawi ya peperushwapo na upepo. Haifai, sio? Kama tunamwaminia Mungu wetu, kama tuna imani na yeye, tunafaa kuwa wajasiri ajabu. Na hivyo lazima tubadilishe, tuache kulisha uoga, tuanze kulisha imani. Vile vile lazima tufanye uamuzi wa kuwa tunaongea ushindi dhidi ya uoga. Tunaambia uoga kama mtu mwenye anasikiza, we uoga hutanitishia, mimi si wa kutishatishwa ovyo ovyo, na ujaribu kwingine. Na nakwambia uoga una masikio. Ni vema kuomba na vile vile kujizingira na watu walio wazuri, watu wakakamavu, kwani ukienda na waoga bila shaka utaishia kuwa mwoga. Kuna nguvu na vile vile kuna freedom iwapo utakubali kuishi maisha ya ukakamavu, maisha ya imani pasina uoga. Wale watu ambao ni majasiri huwa wana inspire, wanatia watu moyo sana. Ukitaka kujua watu ambao wamefanya mambo makubwa duniani, hakuna hata mmoja mwoga. Ni watu waliokuwa ni wajasiri kwisha. Ndio ufanye jambo la maana katika hii dunia, ndio uwe kitu, ndio ubadilishe maisha, lazima uwe mjasiri.
watu ambao ni wajasiri ni watu ambao wanampendeza Mungu. Kwani Biblia inasema ya kwamba katika Waebrania 11 mstari wa 6, bila imani huwezi kumfurahisha Mungu. Without faith it is impossible to please God. Na kama huwezi mfurahisha Mungu, what do you expect? Woe to you. Uoga humpea shetani funguo ya kuaccess maisha yako, ilhali imani humpea Mungu funguo ya kuaccess maisha yako. Wewe umeshikilia funguo gani? Kwani funguo ulio nayo ndio inategemea nani atakuwa mgeni wako. Na hivyo tukitamatisha, ni vema sana wakati wowote ule unaposikia uoga unauliza what if? What if nigojeke? What if nifariki? What if nikataliwe? Ni vema na wewe utumie imani, upindue shilingi, uulize upande huu mwingine, what if ni succeed? And what if nikubalike? And what if niishi maisha marefu? Uoga ni kivuli. Uoga ni roho iliyo na uoga pia. Ukiikemea tu kidogo inatoweka, inaingia mitini. Naye Roho wa Mungu akakuwezeshe kuwa mkakamavu, tena kuwa mjasiri ajabu. Naam, natumai hiyo funzo itakuwa ya manufaa kwako. Hadi wakati mwingine, asante sana kwa muda wako.